Surprise! Yes, pengine hilo ndilo neno sahihi unaweza ukalisema la mshangao juu ya kile ambacho rekodi zinaonyesha juu ya ufanisi wa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga. Katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Yanga wanaongoza ligi baada ya kucheza mechi 22. Yanga hivi sasa wana pointi 58 kati ya pointi 66 walizopaswa kuwa nazo kutokana na mechi 22. Ukizidisha kwa 100 ili kupata ufanisi, unapata kiwango cha ufanisi cha Yanga ni 87.878787 to infinity, around 87.9. Sasa kiwango hiki cha Yanga kimeifanya hivi sasa ndio timu ambayo katika msimu wa ligi kuu unaoendelea Tanzania bara na ligi mbalimbali barani Afrika na kwingineko duniani kwenye ligi mbalimbali, Yanga ndio namba 1 kwa hapa Tanzania kwa ubora, kwa ufanisi kwenye ligi. Yanga ndio namba 1 katika ligi kuu 10 bora barani Afrika zinazosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Lakini pia Yanga ukilinganisha na ligi 5 bora katika kila shirikisho la mabara linalosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, Yanga ndio namba 1 kwa ufanisi kwenye ligi. Nadhani imeeleweka vizuri. Maelezo marefu, lakini inamaanisha kwamba hivi sasa kwenye msimu wa 2024-2025 msimu wa soka duniani kote, ligi mbalimbali zinaendelea. Zimechezwa mechi mbalimbali. Sasa ukichukua katika ligi 5 bora za mashirikisho mengine yaliyo chini ya FIFA duniani, halafu kachukua ligi 10 bora chini ya CAF ambayo nayo ipo chini ya FIFA, ni kwamba Yanga ndio ambayo kwenye ligi yake ukiangalia idadi ya pointi ilizo nazo kwa kulinganisha na pointi ilizopaswa kuwa nazo, ina performance, ina kiwango cha ufanisi cha juu kuliko timu zote kutoka katika ligi 10 bora barani Afrika na ligi 5 bora kwenye mabara mengine duniani. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Nadhani sasa imeeleweka vizuri. Labda kwa ufafanuzi kidogo, tunapozungumzia ligi 10 bora barani Afrika, tunazungumzia ligi kuu ya Misri namba 1, namba 2 ligi kuu ya Morocco, 3 Algeria, 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, 5 ligi kuu ya Tunisia, 6 ligi kuu Tanzania bara, 7 ligi kuu ya Angola, 8 ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 9 ligi kuu ya Sudani, 10 ligi kuu ya Ivory Coast. Hapa ni ligi 10 bora zilizo chini ya mwavuli wa CAF, ndizo nilizotoka kuzitaja hapo. Yes, ligi 10 bora. Halafu tunapozungumzia mabara mengine, mashirikisho mengine kwenye mabara mengine yaliyo chini ya mwavuli wa FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, ukiondoa CAF Africa, kuna AFC hivi sasa kwa mujibu wa shirikisho la historia ya mpira wa miguu na takwimu duniani IFFHS, ligi 5 bora hivi sasa tunapozungumza barani Asia, yani ambako ni AFC, namba 1 ni ligi kuu ya Korea Kusini, namba 2 ligi kuu ya Saudi Arabia, namba 3 ni ligi kuu ya Japan, namba 4 ligi kuu ya Uzbekistan, namba 5 ni ligi kuu ya Iran. Katika nchi zote hizo, ligi 5 bora zote za AFC, hakuna yenye performance yenye ufanisi kama Yanga. Kule kwa mfano Saudi Arabia inayoongoza ligi hivi sasa ni Etihad. Ligi ingali ikiendelea, lakini ukiangalia pointi walizo nazo na ufanisi walio nao hawafiki Yanga. Lakini ukitoka Asia kuna UEFA ni Ulaya, shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya. Kule kwa mujibu wa IFFHS, ligi 5 bora hivi sasa barani Ulaya, namba 1 ni ligi kuu ya Italy, namba 2 ligi kuu ya England, 3 ligi kuu ya Spain, 4 ligi kuu ya Ujerumani, 5 ni ligi kuu ya Ufaransa. Katika ligi 5 hizo bora, timu
zinazoongoza kwa ufanisi kwenye ligi hizo 5 bora, hakuna anayefikia Yanga, kwa sababu kwa mfano katika ligi kuu ya England, kwa mfano Liverpool ndio wanaongoza hivi sasa katika ligi kuu ya kule nchini England, lakini imecheza mechi 29. Mechi 29 matarajio iwe na pointi 87, lakini Liverpool tunatambua wote vizuri hivi sasa wana pointi 70 katika 87. Ukizidisha kwa 100 upate kiwango cha ufanisi, ndipo unapopata 80%. 80% maana yake ni chini ya ufanisi wa Yanga wa 87.9 kama nilivyotoka kueleza awali. Nadhani imeeleweka vizuri. Au ukienda katika ligi kuu kwa mfano ya Hispania, ligi kuu ya Hispania inayoongoza ni Barcelona, ambayo performance yake, kiwango chake cha ufanisi, ukiangalia point walizo nazo na walizopaswa kuwa nazo ni 74%. Ukienda ligi kuu ya Italy, wanaongoza ni Inter Milan, ukiangalia point walizo nazo na idadi ya mechi walizocheza kwa point walizopaswa kuwa nazo, performance yake ni 74%. Lakini kuna ligi kuu ya Ufaransa. Ligi kuu ya Ufaransa kuna timu inaitwa PSG. PSG yenyewe mpaka sasa imecheza mechi 26. Kwa hiyo ilitarajiwa iwe na pointi 78, lakini yenyewe ina pointi 68 katika pointi 78 zilizopaswa kuwa nazo. Ukizidisha kwa 100 utagundua kiwango cha ufanisi cha PSG ni around 87.2, kwa sababu ni 87.18 plus. Kwa hiyo ni performance hii ya PSG. Walau imekaribia Yanga, lakini haifikii ya Yanga. Hapa tumezungumzia UEFA. Lakini kuna mwavuli mwingine ulio chini ya FIFA, ni shirikisho la mpira wa miguu katika kule Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean, inaitwa CONCACAF. Kule CONCACAF ligi 5 bora kwa mujibu wa IFFHS CONCACAF hivi sasa, ya kwanza ni ligi kuu ya Mexico, namba 2 ni ligi kuu ya Costa Rica, 3 ni ligi kuu ya Marekani, halafu 4 ligi kuu ya Honduras, 5 ni ligi kuu ya Nicaragua. Timu zinazoongoza au timu zote katika ligi 5 bora hizi za CONCACAF, hakuna yenye performance kama inayofikia PSG, kama inayofikia Yanga. Lakini ukiondoka CONCACAF, nenda CONMEBOL. CONMEBOL tunamaanisha sasa ni shirikisho la mpira wa miguu Amerika ya Kusini, ambako kwenyewe kwa mujibu wa IFFHS hivi sasa ligi 5 zao bora ni Brazil, ligi kuu ya Brazil, ligi kuu ya Argentina, ligi kuu ya Colombia, ligi kuu ya Paraguay na ligi kuu ya Ecuador. Hakuna timu hivi sasa kwenye ligi kuu hizo ambayo ina performance kama ya PSG ya Ufaransa wala Yanga ya Tanzania. Hapa ni CONMEBOL. Lakini kwingine ni OFC ni shirikisho lingine ambalo hili linahusisha nchi tuseme Oceania OFC. Kwenye OFC hivi sasa kwa mujibu wa IFFHS ligi kuu bora zao 5 hivi sasa ni ligi kuu ya New Zealand, halafu kuna ligi kuu ya Tahiti. Pia namba 3 ni ligi kuu ya visiwa vya Solomon, halafu kuna ligi kuu ya Fiji, ya 5 ni ligi kuu ya New Caledonia. Hakuna timu katika ligi hizo 5 bora za OFC kule Oceania ambayo performance yake inafikia PSG ya 87.2 wala ya Yanga 87.9. Lakini barani Afrika ukiangalia vizuri, ukiondoa Yanga ambayo ndio namba 1 barani Afrika, maana hapa nimetaja mashirikisho yote sasa duniani na ligi 5 bora, isipokuwa kwa Afrika nimesema ligi 10 bora barani Afrika. Ya kwanza ni Yanga kwa performance hii, Yanga ya Tanzania. Ya pili ni TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu yenyewe katika ligi kuu ya Kongo TP Mazembe imeshacheza mechi 19. Mechi 19 ilipaswa kuwa na pointi 57, lakini yenyewe ina pointi 50. Hasa 50 ukizidisha kwa 100 unapata ufanisi hapa ni 87.72. Hawa ni TP Mazembe au tunasema 87.7. Hii ni TP Mazembe. Ya tatu katika ligi 10 bora barani Afrika kwa ufanisi klabu ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Mamelodi yenyewe katika ligi kuu ya Afrika Kusini tayari imeshacheza mechi 23. Mechi 23 games, 23 games, matarajio iwe na pointi 69. Lakini Mamelodi hivi sasa ina pointi 58. Sasa 58 katika pointi 69 ukizidisha kwa 100 kupata kiwango cha ufanisi, utagundua hapa ni around 84%. Hala, kumbe kwa Afrika
timu zinazoongoza kwa ufanisi kwenye ligi zao miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika ambazo tumezifikiria. Namba 1 ni Yanga yenye ufanisi wa performance yenye ufanisi wa 87.9. Namba 2 ni TP Mazembe 87.7. Namba 3 ni Mamelodi Sundowns Afrika Kusini performance ya 84. Lakini ukilinganisha sasa na ligi nyingine duniani, ligi 5 bora kwenye mashirikisho yale niliyotoka kuyataja kwa maana ya AFC, UEFA, CONCACAF, CONMEBOL na OFC, inayofuatia baada ya Yanga ukiipanga hapa inakuja TP Mazembe, halafu inakuja ni PSG. Mamelodi haiingii PSG kwa sababu yenyewe performance yake ni 84, PSG performance yake ni 87.2. Ufanisi huu unaweza ukaathirika chanya ama hasi, kwa maana kuongezeka au kupungua kulingana na idadi ya mechi ambazo zimebaki na hizi timu zitaonyesha. Kwa mfano Yanga katika ligi kuu Tanzania bara imebakiwa na mechi 8, imeshacheza mechi 22. Ikifanya vizuri zaidi inawezekana ikaongeza ufanisi huu, lakini ikivurunda, ikifanya vibaya inaweza kadondoka kwa sababu msimu bado hujakamilika. Vivyo hivyo kwa TP Mazembe kwa sababu kwenye ligi kuu yao wamecheza idadi ya mechi 19 tu. Kwa hiyo bado wana mechi kadhaa zinawasubiri, lakini PSG idadi ya mechi walizocheza nao bado mechi zinawasubiri kwa sababu wamecheza mechi 26 wakati idadi ya mechi zote zinapaswa kuwa 38 katika ligi kuu ya Ufaransa. Je, nani ataibuka kidedea kwa performance kwenye ligi baada ya msimu kukamilika 24-25? Hilo ni swala la kusubiri, lakini so far so good kwa wananchi Yanga. Ufanisi wao sio tu bora katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia Afrika nzima kwa sasa kwenye ligi yao ndio wanafanya vizuri miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika, lakini kwa duniani miongoni mwa ligi 5 bora za mashirikisho mengine Yanga bado ina stand tall, ndio best of the best kwa ufanisi kwenye ligi zao. Ndio mlinganisho uliofanyika. Asitokee mwingine akasema la, kumbe Yanga ni bora zaidi ya Manchester City. La hasha. Tunazungumzia ufanisi wa kila timu kwenye ligi zao. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tambua kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na Wahenga Aluminium. Hawa ni wataalamu wa milango na madirisha ya aluminium pamoja na PVC, lakini pia wanafanya finishing kwenye jengo lako la kulifanya lionekane na mvuto wa hali ya juu, imara na madhubuti. Wahenga Aluminium wanakupa huduma pia kufanya hii finishing ya jengo lako, halafu unalipa kidogo kidogo. Wahenga Aluminium ni wakali wa hizi kazi. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini pia huduma zao wanazifikisha nchi nzima popote ulipo na pia nje ya mipaka ya Tanzania. Muhimu tu wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kuona namna gani utachangamkia huduma hizi